sio wa pili, wa kwanza, Korinto wa kwanza 5. Anasema hivi, ule mstari wa 6 na 7 anasema kujisifu kwenu si kuzuri. Amjui kwamba chachu kidogo kichachua dogo mzima? Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Basi hii nimesoma kwa sababu kwa wana ambao wanao ile Ijumaa, lakini pia na wale ambao kupatika kuwepo Jumapili, tumekuwa tunajaribu kuangalia ya masomo, hilo somo la Pasaka, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha watu wamekuwa wakiyaingiza, na sio kuyaingiza, ndivyo tulivyofundishwa. Wanaweza kusema ndivyo tulivyofundishwa, na tutatembea katika misingi hiyo hiyo ya kwamba Pasaka ni msimu, ya kwamba Pasaka ni siku ya tukaona vitu vya namna hiyo, lakini kusema kweli sivyo ilivyo. Kwa hiyo tumejaribu, mwalimu anajaribu kuelezea kwa upana Jumapili, lakini pia kabla ya Jumapili tujaribu kuangalia nini maana ya Pasaka. Tutajaribu kuiona kwamba Pasaka sio msimu, bali Pasaka ni mtu, na kwa sababu Pasaka ni mtu, tukajaribu kumtazama kwamba Pasaka sisi kwetu ni mkombozi, ni mtetezi. Kwa sababu hii neno Pasaka tuliona kama linaanzia kule Misri, na ile Pasaka aliposimama kama Pasaka, tunaona kwamba aliweza kuondoa wana wa Israeli kwenye utumwa. Hivyo nasi tunapoendelea kumtazama Pasaka katika mazingira ya kwa sababu amekwisha kutolewa sisi kwetu, basi kuna mambo mengi sana yanatendeka maishani mwetu kwa sababu tumemtambua Pasaka. Amen. Sasa kuna mambo kadha wa kadha ambayo nitamani tuliangalie, lakini pia kabla sijaenda zaidi, kuna kitu ambacho mwalimu Kipina anafundisha juzi, nitamani tupate kushirikishana, kwa sababu tunashirikishana mwaweza positive. Na mwalimu tumekuwa tukizungumza kwamba unapoona mwalimu anasimama kufundisha, hiyo pia ni sehemu yako nyingine ya wewe pia kwenda kufundisha. Mwaweza positive. Kwa hiyo ni vizuri zaidi, yaani kila ambacho muda mwingine ambacho mwalimu anasimama kufundisha, kisiishie tu hapa, kifanyie mazoezi, kitaenda kuwajenga watu wengine. Kwa hiyo Mungu ategemei kwamba ukishafundishwa uishie tu hapo kwako. Anategemea ukishafundishwa hayo maarifa, kuna kwako ni maarifa kweli, yamekuwa maarifa, yasiishie kwako, yaende kwa mtu mwingine pia hayo maarifa akafanya kazi kwa mtu mwingine kama yalivyofanya kazi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenda kuzungumza kitu hiki, juzi mwalimu Kipina anafundisha, kuna vitu ambavyo pia mimi nilikuwa navipata. Sasa nilikuwa nazungumza kitu hiki kwamba muda mwingine mwalimu anaweza akafundisha somo, lakini ndani ya lile somo kashangaa unapata vitu humo. Kwa hiyo manake na lazima tuwe makini sana. Uwe kipindi cha darasa, uwe kipindi cha ibada, kuna vitu fulani kadha wa kadha utashangaa mwalimu anafundisha, na dakika hiyo ndio akili yako inafunguka. Dakika hiyo akili yako inafunguka. Na uko na mpango kabisa, kwanza ulikuwa uvijui. Lakini kwa sababu mwalimu amesimama au mtumishi amesimama, au ghafla anakugusa kwenye pointi fulani, na wewe dakika ndio kama vile akili yako inafunguka, inakupeleka sehemu fulani, Sasa ile inakuwa ni sehemu ya maisha yako pia, na inakupeleka hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vitu vya muhimu sana. Na hivi ambao nataka tuviangalie kwa huu muda ambao mchache tulionao, japo tunataka tukaingia tena kwenye hali fulani ya kujadili, lakini vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi pia kwa ajili ya maisha yetu. Baada ya kuwa tumezungumza kwamba Pasaka ni mtu, baada ya kuwa tumezungumza Pasaka sio siku, baada ya kuwa tumezungumza Pasaka sio msimu, bali Pasaka ni mtu. Sasa kuna vitu kadha wa kadha ambavyo tutabidi tupate kuviangalia mahali hapa ili tupate kutupeleka katika nafasi nyingine ya kutazama katika maisha yetu na katika mfumo mzima wa maisha yetu. Sasa hapa kwamba anajaribu kuangalia kwamba Pasaka anatutoa chini ya sheria ya hukumu. Pasaka, yaani miongoni mwa kazi za Pasaka, anakutoa wewe au ananitoa mimi chini ya sheria ya hukumu. Hapa ngajaribu kiangalia katika Yakobo 2:9 anasema kitu hiki. Huyo Pasaka anachokifanya katika maisha yetu. Na kwa mfumo utaona vitu vya ajabu ambavyo vinaweza ikafungua ufahamu wako kwa kiwango cha hali ya juu sana. 2:9 anasema hivi.
bali mkiwapendelea watu mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Unaona, maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini ndiye alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Paresa kosi. Hapa tunazungumza nini? Tunazungumza habari ya Pasaka. Pasaka ambacho mwanzo wake tunaona kule Misri kwa wana wa Israeli, kwamba Musa alipompa maelekezo, Mungu alipompa maelekezo Musa na akayafuata, tunaona ndio ilikuwa ni mwanzo kabisa wa ukombozi wa wana wa Israeli. Sasa hapa anapokuja katika Yakobo anazungumza habari ya hukumu. Anasema ule mstari wa hapa anasema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Lakini pia kabla ya hapo tunazungumza habari ya kuhukumu. Tunazungumza habari ya hukumu. Ni nani anayetuondoa katika hukumu? Ni nani ambaye anatutoa kwenye hiyo sheria ya hukumu? Ni huyu ambaye tunamwita Pasaka. Kwa sababu anazungumza hiyo, manake Pasaka singelikuwepo bado, manake utimilifu wa ile sheria ambayo anasema aliyesema usizini ndiye aliyesema usiue. Lakini miongoni mwa hizo ukijikwaa katika moja, basi wewe umekuwa mvunjaji wa sheria. Lakini Yesu anapokuja, manake Pasaka, ukishasikia tunazungumza Pasaka, akili zako zikupeleke kwa Yesu moja kwa moja. Kwa hiyo tunapozungumza huyo Pasaka, baada ya Pasaka kuja, anatondoa katika hiyo hukumu ya sheria ambayo ilikuwa inapata nafasi sana sisi kwa ajili ya kutuhukumu katika maisha yetu. Sasa Pasaka akishaingia, Pasaka baada ya kuwa imefunuliwa kwetu, tunaona anatutoa kwenye hiyo hukumu. Tunaona anatuondoa kwenye hayo maangamizo. Tunaona anatutoa kwenye mateso ya kila aina, kama wana wa Israeli alivyoweza kuwatoa katika maangamizo huko Misri. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni nani aliyefanya kitu hicho? Anaitwa Pasaka. Na hiyo haikuwa uwezo wa mwanadamu, na hiyo haikuwa nguvu ya Musa wala nguvu ya Haruni, bali ni Pasaka mwenyewe aliingilia kati. Kama huyo aliingilia kati kule Misri, sisi ni zaidi, kwa sababu anasema hivi, hayo makondoo na mbuzi na mafahali ya ng'ombe hayakuweza kusafisha dhambi. Kuna mtu anazungumza katika Waebrania anasema kama iliweza kusafisha hayo, lakini ilikuwa na muda wenye mipaka. Je, sembuse hii Pasaka ambaye yeye ni wa milele, yeye ambaye ni wa milele, yani ni wa daima, kama hayo damu ya fahali nini na nini iweza kufanya kisha namna hiyo, je mimi si zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndipo tunarudi kwamba Pasaka ambaye tayari, ambaye tunamwita Yesu Kristo. Ukienda katika nafikiri katika Petro anazungumza kitu fulani. Hebu nafikiri tukiongeza hapo katika Petro anazungumza kitu fulani hapa. Asema maana huo ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio uwema hasa mbele za Mungu. Kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akachinjwa, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi wala ila, nasikia wala ila, anasema yeye hakutenda dhambi wala ila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa
alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Juzi mwalimu alikuwa anazungumza habari ya wale wanakondoo au mbuzi. Anazungumza kwamba walikuwa hawana ila. Kwanza ile Pasaka, Musa anapotoa maelekezo kwa wana wa Israeli alisema, tafuteni kondoo, tafuteni mbuzi ambayo hana doa, hana ila yoyote. Sasa hapa ndivyo ninavyojaribu kumwelezea pia Kristo, kwa sababu kwa tunazungumza hivi, tunapomtazama Kristo kuanzia Agano la Kale, maana amefichika, ajawa wazi, lakini sisi kwetu sasa ndio tunaanza kumuona Paulo anaanza kumfunua wazi moja kwa moja kwamba kila Agano la Kale tunazungumza, alikuwa anazungumzia huyu mwanaume anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Wanaweza kusema anajaribu kuchukulia kama ile kondoo ambayo alikuwa hana ila. Ndivyo ilivyo kwamba huko anasema kama mwana kondoo Yesu Kristo asiyekuwa na ila. Amen. Kwa ndugu zangu, ndio tunachokiona kama yule ambaye aliweza kuwanasua. Na hebu angalia kitu kingine cha ajabu. Kama ile damu tu yenyewe iliweza kupamba kwenye mizingiti na miimo ya mlango, alafu yule mwalimu alipokuwa anakuja akitazama damu tu mwenyewe anaenda juu zaidi. Mtumishi alizungumza habari ya Passover kwamba alikuwa pita juu naona juu ya nini? Juu ya nyumba zote ambazo zilikuwa zina alama ya damu. Sasa sisi tayari tuna damu ya Yesu Kristo. Inawezekana wewe damu usione, lakini kusema kweli, hata kama mwalimu anapita, hata kama kuna adha yoyote ya kidunia inakuja, wewe ambaye tayari umekwisha kumpokea Yesu Kristo, hakuna namna yoyote ambayo inaweza ikakuvamia. Haleluya. Na ndio maana tunaanza kuangalia japokuwa kule Pasaka hawajaizungumzia sana kuanzia kule kitabu cha Mwanzo, lakini tunaliona lile vazi ndilo vazi Mungu anamfunika Adamu. Ile damu, ile vazi la ambayo mfunika Adamu ni sawa sana vazi ambalo tunasema vazi kwetu ni wokovu. Wokovu ni vazi ya roho. Kwa hata adui anapokuja, anapojaribu kutazama, akuoni wewe, anaona vazi la Yesu Kristo ambalo ndilo livaa. Kwa maana yake anachokifanya hawezi kuingia kwako, lazima abaya ile sehemu nyingine. Sasa wewe unaweza ukamruhusu baada katika kwenye fahamu zako na kwenye akili zako. Unaweza ukamruhusu. Lakini kusema kweli, anapokuja hana ruhusa yoyote ya kukuvamia. Ila wewe unaweza kumkaribisha akakuvamia. Kwa hiyo mazingira, kwa sababu kama wale wana wa Israeli wameambiwa tu kuweka damu, alafu yeye ingia ndani huko. Alafu tunashendelea huko, sio cha huyu anayekuja kupita. Yataona wahusu ninyi wenyewe. Ndio maana walimuza akazungumza, fikiri wale watu wako mle ndani, alafu ghafla mle ndani mume na mke wamegombana. Kile kitendo cha kugombana kisingeleweza kumruhusu ila yeye ndani aje kwa hukumu. Singeweza. Walimwambia kuangalia damu alafu pasi. Aende juu kwa aendelea shughuli zake. Lakini huko ndani kuna watu wanafanya vitu vya ajabu, wanagombana, wanatukana huko ndani huko. Lakini kwa sababu na kutukana na kugombana, akupewa ruhusa yule mwalimu aingie. Kwa ndivyo ilivyo hata sisi tukishakuwa ndani ya Kristo, tuna ulinzi wa kutosha. Kwa sababu gani? Mwalimu mmoja akazungumza hata kwamba tukishaingia ndani ya Kristo, hata tunapoanguka tunaanguka ndani ya Kristo. Wanaweza kusi. Yaani wanachukulia kwa mfano, kwa sababu hata safina yenyewe inachukuliwa ni sehemu, ilikuwa ni mfano wa Kristo. Kwamba ukishaingia ndani ya Kristo ndiko kuna usalama wote. Amen. Sasa hebu fikiri wale ambao waliingia huko ndani kwenye safina, afu ndani huko wameanza kugombana, wakatukanana. Hukumu isingeweza kuwagusa kwa sababu wako ndani ya Kristo tayari. Yes. Kwa hiyo kama ungejikwa wakaanguka, anaanguka ndani ya Kristo, maana anaanguka ndani ya safina. Kwa hiyo haya mambo ya kuweza kuzungumza kwamba kuna kitu fulani umetenda kinaweza kikakuchomoa kwa Kristo, haya ni theolojia zao huko ambazo wenyewe wamefundishika huko, wakakaenda za kwao.
Lakini kusema kweli, mtu ambaye tayari amekwisha kuingia ndani ya Kristo, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kumchomoa, bali ndani mwake kuna ulinzi wa kutosha. Kwa sababu gani? Ndani ile safari iliyokwenda tembezwa na maji, ilikwenda kumbana dhoruba za aina huko. Inajigonga kwenye milima, inajigonga kwenye miti kabla hata yenyewe ile miti haijafunikwa. Inaenda inajigonga, lakini kuna watu ndani wametulia. Amen. Hawana hata wasiwasi. Sasa huko ndani ya Kristo wasiwasi unatoka wapi? Huko ndani ya Pasaka wasiwasi unatoka wapi? Amen. Kwa ni vitu vya muhimu sana. Kwa tunaposikiza hata miaka mingine inayokuja, tunaposikia habari ya Pasaka, tusiende tu kama ni msimu. Sasa hivi watu kuna wengine wanaanza kufikiria kwamba Pasaka sasa mwaka kesho. Wani ufinyu sana wa ufahamu. Pasaka tayari ni mtu naye unatembea naye. Pasaka sio siku ya mwaka kesho. Pasaka sio mwezi wa 4 wa mwaka kesho. Hamna. Pasaka tayari naye. Ambaye ndiye mwokozi wako, ambaye ndiye msaada wako, ambaye ndiye mtetezi wako, ambaye ndiye kila kitu, anaitwa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tukienda kwa mtazamo wa Pasaka kama msimu, tutapoteza vitu vingi na tutaendelea kuangamia. Na ndio hao ambao wameingia kwenye Pasaka kama msimu, bado ukiwatafuta wana maisha ya hofu na mashaka. Lakini wamesherehekea Pasaka kabisa vizuri. Wamesema tumefundishwa mleo kwa semina zao za Pasaka. Lakini hata zile semina zilikuwa sahihi. Sasa siku ya Pasaka. Zilikuwa semina za Pasaka. Unaona maneno ya namna hii. Kwa ndugu zangu, kuna vitu vya muhimu sana. Tunapoendelea kujifunza vitu vya namna hii, ni vya muhimu sana katika maisha yetu. Nafikiri nilikuwa nimesoma mpaka ule mstari wa sisi nimefikia wangapi ule wa nafikiri nilikuwa nimekwisha usoma katika Yakobo. Kwa nini mazingira namna hiyo? Lakini tunaendelea kuangalia hiyo Pasaka. Kwamba Pasaka anatupa nafasi ya kukaa, yaani pumziko. Tunaondolewa kwenye mahangaiko yaliyosababishwa na sheria. Anayekupa pumziko anaitwa Pasaka. Kwa sababu gani? Hao wana wa Israeli walipokuwa kule Misri walikuwa kwenye mahangaiko ya kutosha. Lakini Pasaka alipojitokeza wakaingia kwenye pumziko lao. Maana wakaondoka kwenye utawala, wakaondoka kwenye mateso. Na ndio maana Kristo akiwa pale msalabani kwa picha ambayo ni ya zamani ya Agano la Kale, anapokuja kwenye Agano Jipya, tunaona Kristo akiwa pale msalabani, Pasaka wetu anasema tazama sasa imekwisha. Maana nini maana kwisha? Anasema alipotoka pale akafa, alipofuka akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwenye pumziko. Umeketi naye tayari kwenye pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe sio mtu wa kuhangaishwa tena. Maana wewe sio mtu wa kuhukumiwa tena. Maana wewe ni mtu ambaye una ulinzi wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uko kwenye pumziko la nani? Anaitwa Pasaka. Kwa tunao pumziko. Nani mwanzilishi wa pumziko? Anaitwa Pasaka. Na yeye nani? Kristo. Kwa mujibu wa Wakorintho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waebrania 1 anasema kitu hapa. Waebrania 1 anasema hivi, ule mstari wa 3 lakini ni mkuu moja kwa moja. Anasema yeye kwa kuwa ni ngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina lililorithi lilivyotukufu kuliko lao. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Pasaka ulichokifanya? Yaani baada ya kuwa amekwisha kujimilikisha mwenyewe, anasema aliketi mkono wa kuume. Na sio sema aliketi, tumeketi naye huyo mwanaume Yesu Kristo ambaye ni Pasaka yetu. Maanake tuko kwenye pumziko la milele. Maanake tumeondolewa kwenye mateso, tumeondolewa kwenye vurugu
Na ndio maana anasema ninyi si wa ulimwengu kama mimi sivyo ulimwengu. Anasema kama nilivyotumwa nami na watuma. Anasema ya kwamba jina hilo hilo nimewadhihirishia wao. Ambaye anasema jina ambalo nimelilithi lilivyokuu. Anasema hilo ndilo jina tulilopewa. Ambalo hilo alipewa Pasaka Yesu Kristo. Hilo ndio jina tulionalo mpaka sisi kwetu sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapozungumza Pasaka, ndugu zangu, ni neno la muhimu sana. Pasaka kwetu ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu hapo ndipo tunakopata pumziko. Na kwambia hiyo Pasaka singelitolewa pale msalabani, asingeliamua kujitoa pale, tungelikuwa bado tuko kwenye mahangaiko. Mahangaiko yale yanayozungumza ni mahangaiko ya kutoa zile sadaka mbuzi, kwamba ikifika sasa mwishoni mwa mwaka inakuaje tena haya mambo moja. Sasa tunaanza kujiandaa tena kupeleka mambuzi na makondo ili achinjwe kuona ije umani. Kwa hiyo alikuwa ni mahangaiko, alikuwa na furaha ya muda mfupi. Amen. Amen. Na ndio maana Yesu anapokuja anaingia kwenye lile hekalu, alipokuta wale waliokuwa wanauza wale wanyama na chenye waliokuwa na chenji zile hela wanavuja zile hela, anasema akawafukuza. Ilikuwa ni ishara gani? Ilikuwa ni ishara kwamba wakati wa hiyo biashara inaenda kufungwa sasa. Haleluya. Unakuchinja kwa. Anasema kondoo sasa ndio ndio kuingia pale. Unakuta muuzaji. Bwana Yesu asifiwe. Akaja kufukuza. Alipofukuza naona anatengeneza nini? Anatengeneza pumziko, atondoe kwenye mahangaiko, atondoe kwenye wasiwasi, kwa sababu alikuwa na muda mfupi sana wa furaha. Maana sisi tunafurahi milele. Kama tunasikia vizuri mwalimu kwa tufurahi kwa kuzungumza. Kwani alipokuwa anatoka patakatifu kwa patakatifu, akichomoka akiwa mzima kule, wakimuona hizo kelele na shangwe na furaha zilikuwa za kitisho. Yaani wanashangilia, wanasherekea kwa sababu Mungu amewakubali, kwa sababu sadaka yao imekubalika. Wamekuwa wema mbele za Mungu sasa kwa mwaka mmoja. Sasa sisi tuna mwaka mmoja sasa. Ni milele. Haleluya. Amen. Wale watu wamefurahia kwa sababu kuona wao wametoka. Ni mwaka mmoja. Tunabaki nafasi kidogo kama kufurahia. Fanya wafanyaji hauna hukumu ya watu kwa sababu ya mwaka mmoja. Sasa hatuna hesabu ya kibinadamu. Sio yani furaha yetu ndani ya hatuna hesabu ya kibinadamu hizo kuhesabu. Wala ule umilele uso kauandika wa kibinadamu hamna hesabu ya umilele. Kwa hiyo watu walikuwa na furaha ya muda mfupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna kitu fulani nilikuwa najaribu kukiangalia hapo. Hapo mnaamini kwamba na nafikiri ndio ndivyo hivyo. Mwalimu asaidia tena hapo baadaye. Kwamba pale tangu Pasaka alipotolewa kule Misri kuja mpaka hapa mlima Sinai, iki kipindi kwa wana wa Israeli kilikuwa ni kipindi cha neema ambayo imefichika sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa hicho kipindi kafupi hapo kwa hao watu hawa walitembea kwenye neema ya huyo Pasaka. Lakini sheria ilipokuja, kwa sababu Biblia inasema hivi, wakatembea hakuna mtu aliyekuwa dhaifu. Hicho kipindi hata watu hawakufa. Wanakuja kwanza kuangamia na kufa baada ya kuanza kuleta vitu vyao vya kwao bila sababu. Lakini kipindi kilikuwa ni kipindi cha ajabu sana kwa wana wa Israeli. Hiki kipindi wanachomoka hapa Misri kwa ajili ya Pasaka. Kwa hiyo manake aliwalinda kwa kiwango cha hali ya juu sana. Aliwatetea kwa kiwango cha hali ya juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani manake walipomura akakaa ndani mwao. Shida yao manake ufahamu wao bado sikia. Yaani hao watu bado si walikuwa namna. Lakini ndio ugonjwa tulionao hata sisi. Nafikiri kwenye ufahamu. Watu hawako Misri lakini kwenye fahamu zao wana Misri. Yaani nchi yao wameiacha lakini nchi yao iko kwenye ufahamu. Na wao ndio ugonjwa unaotesa mpaka sasa kanisa. Wameshatolewa kwenye mataputapu, wameshatolewa kwenye ulimwengu, wameshatolewa kwenye aina yoyote,
bado wanakumbuka, ni kama vile hawajatoka. Yaani wametoka, yaani kimtazamo, lakini kuufahamu bado wako kule. Huo ndio ugonjwa ambao ulikuwa waangamiza Waisraeli. Yaani ukiwatazama wako Misri, wako kwenye safari kuelekea kwenye nchi yao ya ahadi, lakini kwenye fahamu zao, kusema kweli, yaani ungelipasua fahamu zao zimechorwa Misri. Kwa sababu na watu wanapotembea nafikiria tu nyama ya Misri. Wakitembea tu wanafikiria wale kuna viatu tofauti. Sema kwa tungeweza kuja kwa viatu tofauti tunakula nyama. Lakini sema kweli wako Misri, wako kwenye safari wanaelekea, lakini fahamu zao bado zimetekwa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio mazingira ambayo Bwana analikumba kanisa. Yaani kwamba wamekwisha kutolewa utumwani. Wamekwisha kusamehewa dhambi. Mwanaume angali dhambi, mzee wa siku angali dhambi ukishamwamini Yesu Kristo. Lakini bado hapo ndipo unapoanza kuangalia mtu bado anajiwekea vikwazo vya aina nyingi kana kwamba hajamwamini Kristo. Nini fahamu? Kwa ndipo tunapenda kuzungumza kwamba uko mchakato ya kwamba kila ambacho tayari kiko ndani mwako kikubaliane na mfumo wa ufahamu wako. Sasa hiyo sio leo wala sio kesho, lakini pia inategemeana na wewe jinsi unavyokubaliana na mafundisho. Haleluya! Kwa sababu kadiri unaendelea kufundishwa ndivyo ile hali mfumo ndivyo unaendelea kuondoka, ili mpaka ufike sehemu mfumo wako wa maisha ukubaliana na kile kitu ambacho kimeingia, ambacho ni asili yako. Kwa sababu tumeshatolewa Misri kwenye asili ya utumwa, tena wameshachomoka, wanaenda kwenye asili nyingine, wameshatangaziwa asili nyingine, lakini asili nyingine ambayo tayari wameshatangaziwa haikukubaliana na mfumo. Hicho ndicho kilichowaua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, kwamba sisi ambao tumekwisha kumwamini Kristo, tayari Pasaka amekwisha kutuingiza kwenye pumziko. Haleluya. Ni pumziko la milele, wala sio pumziko la mwaka kama wana wa Israeli wanafanya. Kwamba mna fulani sasa wanaingia kwenye kuwajibika. Wanasema sasa itakuwa. Kwa sababu wale walikuwa wana uhakika. Je, kwani angelijia mambo yakagoma ingelikuwa? Yaani walikuwa wanafikasema ukiona mwezi wa 12 umefika au mwezi wa 11, wanaanza kufikiria hapa tunavuka. Huyu kwani akiingia kule atachomoka huko. Kwa hiyo wanaingia tena kwenye hali nyingine ya mawazo mengine ya kuwapungwaza kwenye mioyo yao. Lakini sisi hiyo biashara haipo. Haleluya. Wala sio kesho, wala sio kesho kutwa, wala sio nini, ni milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo furaha yako ni milele, amani yako ni milele. Amen. Amen. Uzima wako ni wa milele ndani ya Pasaka. Anaitwa mfalme wa amani. Huyo Pasaka anaitwa mfalme wa amani. Sasa kama umemchukua, kama umempokea mfalme wa amani, kwa nini usiwe na amani? Hivi ni vitu vya ambavyo lazima tunapokaa, lazima tujitafakari. Anaitwa mfalme wa amani. Isaya ndivyo anamtabiri. Asema mfalme wa amani. Huyo ndiye tuliye naye ambaye ni Pasaka tayari kwetu. Anaye amani ya kutosha, ni furu kujiachia ndani mwako. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana katika maisha yetu ambayo tayari tumekwisha kupokea huyo Pasaka. Amen. Amen. Lakini pia hapa nijaribu na kuokoa kwamba Pasaka anatupa furaha ya milele. Kwani Agano la Kale walikuwa na furaha ya mipaka kama ilivyokwisha kuzungumza. Kama ilivyokwisha kuzungumza. Tusome labda hapa tena Waebrania 9. Waebrania 9:25-28 anasema hivi. 25-29 anasema kitu fulani hapa. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Naona huyu kiwani, yeye kuhani wa kipindi hicho, yeye alikuwa anaingia patakatifu kwa damu ya kitu kingine. Lakini huyu mwanaume alipokuja hakuingia kwa damu ya mbadala, aliingia kwa damu yake mwenyewe. Asema basi ingelimpasa kuingia patakatifu mara nyingi. Lakini huyu naye alikuwa anaingia kwa damu ya mbadala. Yeye Yesu Kristo alipokuja ameingia kwa damu yake mwenyewe.
anazungumza kitu kingine ambacho sema hivi, damu sio yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Amefunuliwa nani? Huyo Pasaka amefunuliwa ili azitangue dhambi kwa nafsi yake. Kwa Yesu Kristo baada ya kuja amefunuliwa sisi kwetu. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania amefunuliwa sisi kwetu, ambaye alikuwa amefichika kwenye macho na katika fahamu za wanadamu. Sisi kwetu amefunuliwa ili apate kuzitangua dhambi. Sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kuchanganya kwa namna fulani. Mtu anaona inawezekanaje dhambi, inawezekanaje ikaondoka dhambi, inawezekanaje isiwe na nguvu ya mwanadamu, inawezekanaje? Lakini pia bado nimekuwa kuna kitu ambacho nimekuwa nikitafakari sana. Inaweza kutafutia namna ya kuweza kuiweka hii. Kwa sababu tunapozungumza neno dhambi ya kutokumwamini Kristo, najua ile dhambi ya kutokumwamini Kristo hawajaielezea sana kuitenganisha na dhambi ya matendo ya mwili. Sasa hapo ndipo kidogo watu wanaenda kuchanganya. Yaani unaona kwamba yule ambaye tayari kwa ajili ya kutoa nafsi yake ili apate kuiondoa dhambi. Sasa kwa sababu ya watu wengi wamefikiria dhambi ni kwamba ni matendo ya mwili. Kwa sababu watu wengi wameweka kwenye fahamu zao kwamba dhambi ni yale matokeo ambayo ni matendo ya mwili. Sasa kidogo inakuwa inachanganya. Ndipo ambayo sasa unaona kama mambo yanagoma kwenye mioyo ya wanadamu na kwenye fahamu za wanadamu. Kwa inakuwaje sasa? Lakini kumbe wanazungumzia habari ya hiyo dhambi ya kutokumwamini Kristo. Tayari tukishamwamini haipo tena, tunahesabiwa dhambi. Lakini pia na hiyo dhambi ya matendo, mwanaume alipokuja ameisurubisha katika mwili wake, haipo tena. Mwanesa possible. Manake yeye aliimeza, ambayo kunafanya wewe ilete uadui kati yako na Mungu, akaimeza. Na ndio maana kwamba hakuna namna yoyote ambayo Mungu anaweza akakutazama wewe, apate kutazama wewe mpaka kutazame ndani ya Yesu Kristo. Mwanesa possible. Kwa hiyo tukishamwamini Kristo, ndio maana tunaenda kuzungumza habari ya Pasaka. Kwamba ni wajibu wetu kwamba watu watambue Pasaka, kitu ambacho alikifanya. Kwa sababu alipokuja amebeba ulevi, alipokuja amebeba uzinzi, alipokuja akabeba yani kila aina ambayo unaijua duniani ya uharibifu aliibeba. Sasa tunapotangaza ya kwamba watu lazima mtambue Pasaka, ni kwamba wajue ambacho anaofanyia msalabani amefanya nini. Miongoni mwa vitu alivyofanya ni hiyo kubeba uovu wake wote, wetu wote wa dunia akaubeba, afu akaumeza. Hauna nguvu tena. Kwa sisi tunapokuwa tumemwamini Kristo, sisi tunameza Kristo ambaye amemeza ulimwengu mzima kwa habari ya uovu katika imani. Kwa maana tukishafikia point ya namna hiyo, na hicho ndicho kilimleta Kristo, kwa sababu baada ya kuona kwamba mwanadamu hayupo kuweza kutimiza haki yote. Kwa sababu kweli katika Biblia inasema hivi, yeye aliyesema usizini ndiye aliyesema usiibe. Yeye aliyesema usiibe, yeye ndiye aliyesema usiongome, usitamani, yeye ndiye aliyesema. Kwa hiyo ukishinda vitu vyote hivyo lakini ukaanguka katika dhambi moja, umefutilia vitu vyote, imekuwa ni zote. Yaani kote na kujitahidi, haujaiba, haujawa mzinzi, haujaroga, haujafanya kitu chochote. Lakini kwa sababu umekosa moja tu, umeangushwa. Kwa Yesu bosi. Fulani hivi anazungumzia kwamba ukiwachukua wale wanaoruka ile mitupo ile ya wale wa ulimwengu ambao wanachukua medali za ulimwengu kwenye kuruka, ukamweka hapo, alafu ukamchukua mfanyabiashara ambaye ni mnene kabisa, yani mfanyabiashara, na ukamweka hapo,
Sasa yule ambaye ni mrukaji kwanza nimepesa na mazoezi ya kutosha. Lakini shimo letu labda linaenda mpaka kule kwenye fence, anaweza akaruka hapa mpaka ile kumalizia ile fence hapo. Lakini vidole vikagoma kwenye msingi hapa akadumbukia. Na yule mfanyabiashara ambaye amekuja ambaye amenenepa, amekula kabisa, ameshiba, akiruka anaishia hapa kwenye meza. Wote wako kwenye sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye ana medali za kuruka amedumbukia huko. Huyo ambaye hajawahi kufanya zoezi lolote la kuruka, anafanya mambo yake ya biashara. Leo anataka kuruka naye amedumbukia pale pale. Kwa wote kama ni zero na kupokea medali zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanadamu kama wameshindwa kufuzu katika hilo zoezi. Nani wa kufuzu ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Ambaye yeye medali yake hauwezi kulinganisha kwenye habari ya kuruka. Haleluya. Hapo ungesema shimo kilikuwa inatoka hapa mpaka kishini kule kwetu. Mwanaume yeye ataruka tu mpaka hata kuzidi huko. Sasa hizo ndio kwamba alipokuja alikuja kutuondoa kwenye hilo kongo ambalo kwa mwanadamu ilikuwa ni vigumu. Kwa maana Yesu aliporuka na sisi tumeruka naye. Ili upate kuruka naye mpaka lazima mtambue Pasaka alichokifanya kwa msalaba. Haleluya. Yaani kile kitendo tu cha kumwamini Kristo, basi wewe zile vyote ambavyo vilikuwa vinakuletea hali ya sintofahamu katika dunia hii, maana umeruka tayari. Ni kama mfano wa sisimizi alikuwa juu ya mgongo wa tembo. Sawa. Kwa wakawa anavuka kwenye daraja fulani. Tembo alipofika pale akatikisa daraja. Alafu alipovuka sisimizi aliposhuka akawaambia wenzake, mnaona tulipotikisa ile daraja? Ni kweli. Sasa naye adisibu tumetikisa. Haleluya. Kwa ndugu zangu, na wewe ndani ya Pasaka tayari umeruka, umetikisa. Haleluya. Kwa hiyo wewe sio mtu wa kuogopesha tena. Wewe sio mtu ambaye kupigwa upepo tena. Wewe sio mtu wa kufuata mawimbi, hamna. Kwa sababu unaye Pasaka aliyeshinda kila kitu. Kwa ni wajibu wake, maana isingekuwa kipindi cha Yesu ajabu labda angepigwa. Lakini mwanaume anakuja anaanza kufanya suluhisho mapema. Huo wakati wewe unakaribia sasa kutolewa. Hiyo biashara yenu sasa inakaribia kufa hiyo. Yapo mnapiga watu kwa mawe, yupo sasa mwanao anataka kudive hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi anazungumza hiyo anasema, fikiri kwamba ile mama aliondoka pale. Alafu anakuta hapa anajitambia kabisa. Anatamba kabisa asema, "Unaona, si nini na nini na nini." Kwa ni mazingira ambayo sisi ambao lazima tuyafahamu na tuyaelewe. Sisi ambao tayari tumekwisha kumtambua hiyo Pasaka. Sisi ambao tayari tumekwisha kumwelewa hiyo Pasaka. Sisi ambao tayari tumekwisha kumeza huyo Pasaka, tumemula kama wana wa Israeli walivyomula, tunamla kwa imani. Haleluya. Tangu ile miaka ambayo umemwamini Kristo ulimula Pasaka. Na ulipomula damu yake yaani damu yako uione, lakini kusema kweli adui akija anaitazama ile damu. Sasa ndio swali linakuja sasa, kama damu yake adui anaiona, kama tumemmeza Pasaka, mbona bado tunaingia kwenye maangamizi? Mbona bado tunataka vile mambo yaeleweki? Ambavyo kule wengine walikula Pasaka wakaondoka utumwani. Sisi bado tuko utumwani, shida inakujaje? Shida ni ufahamu. Umefundishwa nini? Haleluya. Kwa sababu taarifa mbaya zinaleta matokeo mabaya. Ndivyo ilivyo. Taarifa mbaya kwenye ufahamu wa damu zinaleta matokeo mabaya. Sasa zile fahamu mbaya au mafundisho mabaya yatakuchukua muda kuondoka mpaka uingie kwenye kile ambacho tayari kimesha kimeza. Kama tulikwisha kuzungumza habari ya wana wa Israeli. Kilichowatesa sio kukaa Misri. Kilichowatesa walitembea na Misri, ramani ya Misri, watembea na nchi ya Misri kwenye fahamu zao. Ndicho kilichowaua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni mazingira ya namna hiyo ndugu zangu. Kwa hiyo kuna mchakato. Na ndio maana siku zote lazima tutambue. Tunaona kwa mfano hapa tunavyofundishana. Kuna watu wanaweza kuchomoka haraka ufahamu wake, ukaenda speed kukubaliana na kile ambacho tayari ameshakimeza. Lakini kuna mwingine anaweza kaenda pole pole. Kwa sababu gani?
Utayari wa mtu ndio unamfanya ili kuondoa lile giza ambalo liko tayari kwenye ufahamu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia tunaweza tukakaa darasani miaka yote miwili, lakini bado tukatofautiana. Kwa sababu gani? Msukumo wako uliomo ndani mwako ni upi? Hicho ndicho kinachofanya ufahamu wa mtu umpeleke kwenye kiwango ambacho ndio nia ya Kristo. Anasema tunayo nia ya Kristo, tunayo nia hiyo ya Pasaka, tunayo tayari ndani mwetu ambaye ni Pasaka. Anapozungumza nia, maana yake mfumo wako tayari. Mfumo wako tayari. Unachowaza uwaze kama kile cha Yesu ambaye angeweza kuwa duniani hapa akawaza. Unapotazama utazame kama Kristo angelikuwa hapa duniani angalau ambavyo angeweza kutazama. Hiyo ndio sema nia yake tayari iko ndani mwetu. Tunayo nia ya Kristo. Ameshakumbika ndani mwetu. Lakini kwa nini nia ya Kristo ni kama vile ifanye kazi? Kwa sababu gani? Hatujaigusu. Bwana sababu sivyo. Kwa sababu tufike sehemu turuhusu hiyo nia ya Kristo ifanye kazi ndani mwetu. Tuondoe nia yetu, tuache nia ya Kristo ifanye kazi. Ikifanya kazi maana yake sio sisi tutakaosema, ni yeye atakayesema. Sio sisi tutakaoona, ni yeye atakayeona. Sio sisi tutakaofanya, ni yeye atakayefanya. Na kwa sababu gani? Tayari nia ya Kristo iko ndani mwetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mazingira ya namna hii ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yetu ambayo lazima tuendelee kuyatambua na kuyaelewa. Lakini hiyo Waibrania 10 ule mstari wa 8 anasema kitu hiki. Wa 8 anasema hivi. Waibrania 10 mstari wa 8 anasema hivi. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi huku zitaka wala hukupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Bwana Yesu asifiwe. Anaondoa la kwanza alisimamisha la pili. Nini? Anaondoa mfumo ambao tumekuwa nao, ambao tumefundishwa katika fahamu zetu. Anaweka mfumo wake katika fikra zetu. Haleluya. Hicho ndicho kilimfanya anakuja ondoa la kwanza. Anapozungumza la kwanza, agano hilo la kale na toa linakuja agano jipya ambayo ni Yesu Kristo. Ni yeye kuandika sheria yake katika mioyo yetu. Maana anaondoa ile agano la kuandika sheria ya Bwana katika kuta na magome ya miti na mawe, analiandika katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kana kuchomoka kwenye agano ambalo liliwashinda mababu. Na ndio maana anasema katika Matendo ya Mitume nafikiri 15. Kama sio Matendo ya Mitume nafikiri Paulo katika Galatia. Anasema hiyo Torati ambayo na hiyo sheria ambayo hata mababu zetu hawakuweza kuishika, inakuwaje sisi tunawekea kongwa, tunawekea mzigo watu wa mataifa? Hata mababu zetu hawakuweza kuishika. Sasa kwa sababu hawakuweza kushika, anasema anaondoa la kwanza anaweka la pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anazungumza hapa, ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Niyafanye niyafanye mapenzi yako. Ndio kwanza asimaisha pili. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Tumepata utakaso, wana wa Mungu. Huyo Pasaka ilipotolewa tumepata ondoleo mara moja tu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kwa tunasema hivi ya kwamba atusafishi dhambi zetu, atutakaswi kwa sababu tumeiambia damu ya Pasaka tunaomba ututakase. Narudia tena. Atutakaswi. Bwana Yesu apewe sifa. Atutakaswi kwa sababu tumeiambia damu ya Kristo, damu ya Pasaka tutakase.
Haleluya. Inatutakasa kwa sababu ni wajibu wake, iko kwenye utendaji wake wa kazi. Yaani hata usipoiambia damu ya mwana kondoo nitakase, yenyewe itakutakasa tu, utaki usitaki. Maadamu uliamua kuingia huko. Alitakasa. Ndivyo mstari wa 10 unavyozungumza. Nirudia tena huko anasema, katika mapenzi hayo ametupa utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Ametupa utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja. Kama ilivyokuwa ile Pasaka ya kipindi hicho cha Agano la Kale, ambapo mwaka mzima walitolewa Pasaka mara moja, ikawapa utakaso mbele za Mungu kwa ile damu. Sisi tunao utakaso wa milele. Haleluya. Usitegemee kwamba wiki kesho utachafuka. Usitegemee kwamba mwaka kesho utachafuka. Tunao utakaso wa milele mara moja tu kupitia Yesu Kristo. Amen. Basi ingelikuwa hiyo, basi ingelimfaa hata mwaka huu. Ilikuwa inabidi, yaani mwaka huu aje live kabisa. Para tupige mjeledi, asirudiwe. Yaani ingelimfaa kila mwaka na hivyo hivyo. Kama kweli tunaaminiana ya kutia ile Pasaka ya makuhani, ya kwamba kwa mwaka mzima waliondolewa kwenye hatia, basi amini hata juu ya ile wana wa Mungu basi. Yaani labda kama hatukubaliani, lakini kama tunakubaliana kwamba kondoo wa yule mbuzi ambaye huyu alimpeleka kuhani patakatifu, kama tunakubaliana kwamba ilikuwa ni mwaka mzima sasa wako huru, basi tukubaliana hata juu ya sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alitolewa mara moja kwa ajili ya utakaso wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na tukishatembea kwa ufahamu wa namna hiyo, basi hakuna sehemu yoyote ambapo unaweza ukadanganywa, haipo tena. Hautaingizwa tena kwenye mafundisho ambayo sio sahihi. Hautaingizwa tena katika kukimbizana na ulimwengu, ya kwamba jitakase ndio maana ya mambo yamekupata. Hamna biashara namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mazingira namna hiyo, sisi tunaponywa tu. Haleluya. Yaani utaki usitaki lazima upone. Yaani kwa sababu uliamua kujiingiza huko kwa Yesu Kristo, ukaamua kumwamini, ni wajibu wako kupona. Yaani ni wajibu wako, ni halali yako, ni haki yako, kama ilivyo haki yako ndani ya familia yenu kupata sehemu ya mali zenu. Ni haki yako kama ulivyo ndani ya familia ya baba yako, ulivyo na haki ya kutunzwa kama mwana ndani ya familia ya baba yako. Ndivyo ilivyo na haki yako, ndivyo ilivyo haki yako wewe ndani ya Kristo. Ili upone utataka lazima upone. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Ni mazingira namna hiyo. Kwa hiyo sisi tutakaswa kwa sababu tumeiambia damu ya Yesu kwamba tutakaswa. Tunatakaswa tu, utaki usitaki tutakaswa. Sio sema tunalindwa kwa sababu tumeiambia usiku kwamba damu ya Kristo sasa ndio tulinda. Hamna. Utaki usitaki damu ya Kristo inalinda tu. Hauwezi ukaichomoa damu ya Kristo. Utaichomoa wewe. Utaisafishaje mpaka hadi kwamba isionekane hiyo damu? Inawezekanaje? Haipo, hiyo biashara haipo. Madamu uliamua kujichomeka huko, ulijiingiza kwenye hiyo sindo pipa, sini ziwa, sini nini, ukajichomeka hapo. Ulivyochomoka kule, umekuja furu kabisa package, umezingirwa na ile damu ya Kristo. Kwa hata ungesemaje? Bwana Yesu asifiwe. Kitakacho kuteza tu ni ufahamu tu. Kitachokusumbua tu ni ufahamu. Na ndio lazima ufikie sehemu mtazamo na mfumo wako ufahamu. Ukubaliane na kile Pasaka umefanya pale msalabani. Aliposema nimekwisha, kubaliana kwamba nimekwisha. Lakini ukaanza kusema lakini hapa haijaisha. Hapa haijaisha. Basi. Kwanza unamfanya Mungu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Mtumishi anapenda sana kutumia neno sema kwamba ukiona basi hata huyo siku kwanza aje hapo kwanza pale msalabani. Basi ukienda kusema kwamba unataka ujitakase, wewe ni zaidi ya Pasaka. Kwa hiyo hata Yesu alipokuja huko hakuna nafasi ya kufanya chochote. Maana hata wewe nafasi hiyo ilikuwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amani uongo sasa. Wewe usiokuwa na hiyo nafasi.
Haukuwa na huo uwezo. Lini kwanza hata hivyo? Hiyo miaka 2000 ulikuwa wapi? Kwanza wewe hujafikiriwa kwa duniani. Sasa waliokuwepo baba zako na mababu zao walishindwa. Kwa hiyo wewe lazima ukubaliane na hilo. Hata utake usitake lazima ukubaliane na hilo. Kwa sababu waliokutangulia hata babu zako na mababu zako walishindwa. Wewe ungeweza kushinda wapi? Amen. Tunazungumza habari ya Pasaka. Tumeona ni vitu vya muhimu sana kwa ajili ya kwenda kuviangalia ili tupate kujua tunapozungumza Pasaka siku zote tumjue ni nani. Yaani lazima ujue, kwa sababu wana wa Israeli walipomula Pasaka, kwao ndio ulikuwa ni uponyaji wao. Kwao ilikuwa ni pumziko kwao. Kwao iliwafanya watoke utumwani. Kwao iliwafanya wao ni watu tofauti, nasema wakaondoka na mali mengi. Kwa sababu ya Pasaka. Unaona kazi ya Pasaka huyu? Wakaondoka, hawakuondoka kwa kukimbia. Waliondoka kwa sababu anaye Pasaka ambaye anawalinda. Haleluya. Amen. Nasema wakuondoka kwa kukimbia. Waliondoka ni kama watu wanatoka kwenye nyumba zao. Alafu kule walikokuwa wakaachiwa umaskini. Ndipo jamaa anakuja kutamaraka anasema hawa watu wanajua wametuacha ukiwa. Wameondoka na mali zetu zote. Tunakuwa wageni wa nani? Ndipo anaanza kufanya mchakato wa kuwafuata. Kumkimbiza. Sikia Pasaka alichokifanya. Achana mtu, hakuna mtu anaweza kukufuata wewe kama unajijua tena una Pasaka. Hakuna mtu anaweza kushindana na wewe kama una tayari fahamu wako na unajua kwamba tayari Pasaka umemmeza. Atakayefuata wewe lazima ataangamia yeye mwenyewe. Sio wewe umemwangamiza, ni yeye mwenyewe amejiangamiza. Wanaweza positive. Amen. Ndicho kilichomtokea Farao na kundi lake na wapanda farasi. Anajaribu kumkimbiza Pasaka. Kilichomtokea yeye ndo anakijua yeye mwenyewe. Na tunataka hata tujue hizo habari zake. Sisi tunaweza kujua kwamba tayari sisi tuna Pasaka. Bwana sababusi. Na kama tuna Pasaka basi lazima tutambue na tuishi maisha ya ushindi. Tuishi maisha ya ujasiri. Tuishi maisha ya kuondoa hofu. Kwa sababu gani? Sikia. Mlango wa shetani kutenda kazi ndani ya mwanadamu, mlango wake ni hofu. Huo ndio mlango wa shetani kutenda kazi. Kwa kama unataka shetani afanye kazi, uachilia hofu. Wewe ingia ndani ya nyumba yako uanze kuwa na hofu. Tayari wachawi wataingia. Tayari utaona vitu vya ajabu. Tayari utaanza kuona mambo ya ajabu. Hofu. Vanessa Posi. Na huo ndio mlango mkubwa kabisa wa shetani kutenda kazi katika dunia hii. Lakini nakwambia hivi, hata walevi ambao tunasema ni walevi huko duniani, wakiondoa hofu, hata shetani hawagusi. Hata walevi kabisa, walevi. Yaani akiondoa hofu, akapata hiyo neema ya kuondoa hofu na ni ulevu wako, hata shetani hagusi. Aina yoyote haigusi kwake. Walishasikia mlevi kapigwa usiku. Ayubu. Anataka tu ameni hapo anakimbia mwenyewe. Ha. Yuko peke yake ndio mlevi. Na tena kasa mlevi apigwa. unasikia kasa amesema, unajua kwa nini unajua tunasema, nafikiri kama tutabahatika tutajifunza lile somo. Kwa nini aina yani character sema ni tabia za mlevi zinafanana na mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Kwa sababu mlevi kwanza anapenda kuimba. Na ni tabia za mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, anapenda kuimba hivi. Mlevi anapenda mjasiri, yani anaweza kukutana hivi na ukamwekea risasi sasa piga akaweka vizuri piga Hapo anajiamini pia. Ananipiga. Kwa sababu unajua ni mlevi unaachana. Yaani kilichomo ndani yake unabaza wewe. Kwa hiyo yani tabia za mtu aliyejaa Roho ni sawa na tabia za mlevi kabisa. Yaani namna ya ujasiri yule aliona. Mlevi haogopi hata kama usiku wa manane hapa yanapita tu anaimba, yani hana habari yale. Kwa hiyo ni kweli zinafanana kabisa. Haya ni mazingira ambayo. Kwa hiyo
hatupo wana wa Mungu. Wana wa Mungu sisi kwa mtumishi chapa. Sisi kwa hatupo tena. Kwa sababu tayari kuna Pasaka. Haleluya. Amen. Tunaye ambaye ndiye mlinzi mkubwa maishani mwetu. Na ndio maana tunazungumza hili neno, ndoa kazi zako kwenye kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Ondoa kazi zako kwenye kazi ya Pasaka ambayo ndio Yesu Kristo. Nikisema Pasaka sikushangaa, ndio Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ondoa kazi zako. Mwache tu mwenyewe afanye kazi katika maisha. Mwache tu kabisa afanye kazi. Mwache. Lakini tukishaingiza hofu, tukiingiza mashaka basi. Na hicho ndicho ambacho kilimfanikisha Goliathi kuwasubaisha wana wa Israeli kabla Daudi hajaja. Maneno tu wakaingia hofu. Maneno tu wakaingia hofu. Maneno tu wakaingia hofu. Sasa sisi lazima hapa sikia mzunguko kidogo. Tunapozungumza ya kwamba tunamshinda shetani, hatumshindi ya kusema kwamba ewe shetani toka katika jina la Yesu, ewe pepo toka katika jina. Sio hivyo wana wa Mungu. Ni katika ufahamu wako. Ufahamu wako tu. Lilo unaloliwaza dakika hiyo ni nini? Hafu dakika hiyo unaignore dakika hiyo. Ndio sema uniuze tena unamshinda shetani. Nikudia tena. Atumshindi shetani kwa sababu tunasema toka katika. Wewe unasema toka katika Yesu bado wewe ndani mwako umejaa hofu. Mbona Yesu akosifiwe? Sasa ndio kitu fulani. Kuna mtumishi kule ziwani, kuna kapango. Si unajua ile pango kule. Hapo kule kuna kapango kingine kadogo kako. Asa kale kapango. Siku ambazo nilikuwa naenda peke yangu. Unasema sasa hapa hofu imeshaondoka kwenye hofu. Ni mtani uko peke yako pangoni. Lakini unasema hofu kama vile imeshaondoka. Lakini kusema kweli kale kapango kadogo hauwezi ukaingia. Unasema sasa nikiingia kule nikakutana na kenge huko usiku nimepumzika na kwaje. Linyoka likitoka kule kwenye maji likanifumania huko nafanyaje? Kwa hiyo inabidi uchomoke huko uende ambako labda kuna jiwe, unaweza ukajipumzisha pale. Kama hata kama mtu anatokea kwa sababu ile jiwe limeachia nafasi kama hivi. Kwa hivyo huko ni mawe. Kama mtu anachomoka labda kule ziwani, anapita unaweza ukaona. Sasa hebu angalia, huyu mtu bado ana hofu. Kwa hiyo unaweza kusema toka katika jina la Yesu bado umejaa hofu. Kwa tumshindi shetani kwa sababu tumesema toka katika jina la Yesu. Hamna. Unaweza kusema toka katika Yesu lakini bado unatafuta mlango kumkea. Na hujashinda bado. Ndio. Hicho anazungumza mwalimu. Kimetokea leo, siku ya kuamkia leo kwenye mida labda ya saa 10 hapo na kitu. Kuna mtakatifu mmoja akanipigia simu, kulikuwa kuna shida kidogo ya mtoto wake. Wakati nimekimbia kufika pale, nafikiri alikuwa amepigia mtu mwingine aje kumchukua na gari waende hospitali. Kwa hiyo nimefika pale, nakimbia asubuhi. Baada ya kufika, nashukuru nilikuta kabla nimewahi kabla ya yule mkubwa kufika pale. Kwa hiyo nikafika kabla. Na nikafika nikamkumbatia yule kijana na nikawa nashukuru naye. Naye huyo dada mtu naye anaabudu katika kanisa fulani hapa mjini pia. Kwa hiyo nalo ni la kiimani, wanaamini wakati nimesha mshukuru Mungu pale, alikuwa ameshamponya tayari. Lakini sasa alikuja na nini wanasema ile ya meza ya Bwana, alikuja na kikombe kile. Hatusemi ni kibaya, tunatarajia na sisi Jumapili tushiriki. Haleluya. Kwa alikuja na kikombe cha meza ya Bwana na mkate. Sakramenti. Sasa ilikuwa ni jaribu sana kwangu. Lakini nikajaribu kuangalia ile haraka kwa sababu najua kuna Wakristo wameamini, lakini wameamini na kwa sababu tunaamini wameamini, hatutaki wakati mwingine kuwakwaza katika hali ya uchanga ule. Nikasema mpe. Yaani tukiwa tunajua haina issue yoyote, tukasema okay mpatie, baya akampatia kanywa na nini. Lakini alikuwa ameshapona. Na alipomaliza tu kunywa, halafu akasema sasa twende baba yuko kwenye gari hapa tumbebe mtoto. Nikasema
dada, simempa mpaka mwili wa Bwana. Tena unataka kumbeba umpeleka hospitali. Simempa tena mwili wa Bwana kabisa. Sasa ndio kwani. So nashukuru yule mwenye mtoto alikuwa na msimamo akasema, mimi naamini anachosema huyu mtu wa Mungu. Hebu kama ikitokea na nini. So ametoka pale kama amekasirika kidogo kwamba pengine usingizi wake umekatika. Lakini ilikuwa ni tendo la kiimani. Nasi tumekaa pale, nimetoka paka saa 1 pale. Dogo anacheza tu game, yani hamna tena masuala ya malegedege, sijui na kifafa, sijui na nini. Mzima. Kwa mpaka sasa hivi nafikiri nakuja. Aliniambia pia kwamba yuko safi kabisa, hata mimi nimeshaenda na kabisa. Kama unachosema ni kweli. Na mimi hakuna cha zaidi tumefanya, nimefikia kumkumbatia tu. Nikamkumbatia, nilikuwa naamini kabisa kwamba nikimkumbatia haiwezekani kukaa kuna muunganiko ulio tofauti, kwa sababu ndani yangu najua nimemvaje. So ni kweli unachosema. Swala la ufahamu. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tusipeche. Lakini kusema kweli mambo ndivyo yalivyo. Kwa hiyo sisi lazima tufike kiwango ambacho lazima tuchomoke kumtambua Pasaka. Ni wala hawakujua mpaka mnabii hapa anaondoka duniani, hawakujua hiyo Pasaka ni nini. Hawakujua kama ni mwokozi, hawakujua. Waliona labda ni Musa tu, kwa sababu Musa ndo amekuja kama mkombozi wao. Basi hata Musa mwenyewe hamna. Huyu mwanaume anaitwa Pasaka. Ndiye aliyefanya vitu vya namna, lakini wale wengine hawakuelewa. Lakini sisi kwa ulimwengu tulionao tunafahamu na tunatambua, ukishapata injili iliyo sahihi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna watu wengine ambao katika dunia hii bado wako kama wana wa Israeli. Wanaenda kwa jicho lile ile la Agano la Kale. Na ndio maana mtu wanazungumza habari ya siku, habari ya miezi. Ambao mwanaume Paulo ashakazungumza anasema, mtu yote asihukumu habari ya siku, habari ya miezi, habari ya miandamo. Na hizi Pasaka zilikuwemo. Ndani hiyo ndani ya miezi na Pasaka hizo. Yalikuwemo, mtu asiyaka hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yalikuwemo. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ni watu wa pekee, sisi ni watu ambao lazima tujitambue na tujiamini. Tunazungumza habari ya sisi tumepewa nafasi ya kushinda, zaidi ya kushinda kwa kiatutia nguvu. Kwa ushindi kwa sababu wewe unashinda kwa sababu yuko anayekutia nguvu ili upate kushinda. Amen. Amen. Lakini pia tumalizie huu mstari hapa, anasema hivi. Hiyo yuko bado tuko kwenye 10, anasema hivi. 11 ndio tunaanza kwamba mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa Mungu, mkono wa kuume wa Mungu. Kwa tumeshazungumza habari ya kuketi kwamba tuko kwenye pumziko kwa sababu ya Pasaka. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kwa chini ya miguu yake. Maadui zake wote wawekwe chini ya miguu zake. Basi posi miguu yake na Kristo ni nani? Ni wewe. Na ndio maana katika Injili asema hivi, atumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Kwa sisi ni miguu ya Kristo. Adui yuko chini ya miguu yetu. Adui anapata wapi nafasi ya Pasaka? Ameshatangazia picha namna hiyo. Wanaweza posi. Adui hana nafasi kabisa. Adui hana nafasi katika maisha yako, ambaye tayari wewe umekwisha kummeza Pasaka, ambaye tayari wewe umeshaanza kupewa maarifa yanayomhusu Pasaka. Adui atakuwa na nguvu kama bado una jicho la Agano la Kale, kuitazama Pasaka kama siku, kuitazama Pasaka kama msimu, kuitazama Pasaka si kama nini. Bado adui atamtesa mtu wa namna hiyo. Kwa hajajua ni nani mkombozi wake, anaitwa nani. Hajajua nini alichokifanya huyo mwanaume, hajajua. Lakini kwa kwamba tayari umepewa ufahamu namna hiyo, hakika anachokitegemea na kitu anachokitazama mpaka sasa, lazima tufahamu kwamba adui hana mamlaka na hata kuwa na mamlaka katika maisha ya mtu ambaye tayari anafahamu juu ya huyo Pasaka.
Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ndiye upatanisho wetu na Mungu. Pasaka ndio upatanisho. Ile waraka wa kwanza wa Yohana tuisome pia na yenye Musa. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Nasema hivi. Hatusoma hata wa pili. Inatosha. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa pili. Nasema hivi. Naye ndiye kipatanisho. Ndiyo kipatanisho wa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Niruka niende 12, sura hiyo hiyo. Na waandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Tumeondolewa utumwani tena kwa sababu ya Pasaka. Lakini pia huyu ndiye kipatanisho. Huyu ndiye mtetezi. Nani? Pasaka, ambaye anasimama kwa ajili ya kututetea sisi. Pasaka aliposimama akatetea, akasema hao wana wa Israeli waache waende kumtumikia Mungu wao, halafu akatoka Misri. Nani anasema? Ni Pasaka. Haleluya. Kwa hiyo ndio Pasaka anakifanya, yeye ni mpatanishi kati yako na Mungu. Lakini anasema mmesamehewa dhambi zetu. Ile tabia ya kujihukumu inatoka wapi kama umekwisha kusamehewa? Na ndio maana tunalipale kwamba ni mtu ambaye amesamehewa lakini hajijui kama amesamehewa. Ona biashara namna hii. Yaani mtu ambaye amesamehewa lakini hajijui kama amesamehewa. Wanaweza kusema Pasaka. Kwa hiyo ndugu zangu, huyu Pasaka ni vitu vya namna hivyo ambavyo yeye alifanya. Lakini pia hata ukisoma tunazungumza habari ya upatanisho. Tunazungumza habari ya upatanisho. Na kitu tunapomalizia tumalizia kwamba Pasaka rafiki wewe nimeshazungumza kwamba Pasaka natoondoka kwenye maangamizo tayari tumeshaizungumza. Kwa kifupi tu ndivyo ilivyo. Tulikuwa tunajaribu kuangalia Pasaka. Hiki msimu ambao tulikuwa nao wa Pasaka. Nafikiri ndani ya hizo siku ngapi ambazo tumejifunza kwa ile siku ambayo ya kusulubiwa Kristo, lakini pia hiyo ya Jumapili na hii, mimi nafikiri tunaweza tukaenda sawa sawa na wale ambao wamepiga wiki nzima. Maana sasa sio. Yaani wale ambao wametembea wiki nzima na somo la Pasaka, mimi naamini tuko wote. Mimi naamini kabisa hawajatuacha na semina zao huko, lakini bado tusia jambo tumewazidi. Kwa sababu sia jambo wamefundishana habari ya msimu wa Pasaka. Wamefundishana habari ya siku. Wamefundishana sio vitu vya namna gani. Yawezekana huko ndivyo vitu kwa sababu na wote ndivyo hivyo. Kwa sababu kama kweli wanasema wanashirikiana na mateso ya Kristo. Wanashirikiana kwenye mateso ya Kristo kwenye Pasaka. Maana ufahamu wao hawajui ni kitu gani ambacho Pasaka amefanya. Yaani sasa wana wazee wanasema sasa tunaenda kushirikiana na Pasaka. Ambapo Pasaka anaenda kuwatoa kwenye utumwa, anaondoa kwenye maangamizo. Unaweza kusema anashirikiana na mateso ya Kristo. Hata kama wamepiga semina ya wiki nzima, bado wanahitaji msaada wa kufundisha. Kwa sababu wanashikifanya wakijua. Bwana Yesu asifiwe. Hawakijui. Kwa sababu Pasaka sisi kwetu ni furaha. Tumeshazungumza. Yule mwanaume kuhani alipotoka kwenye patakatifu, anachomoka kule wakisema kwamba ameshinda, hajafia kule patakatifu. Walishangilia, walicheka, waliruka, walifanya kila aina yoyote ambayo waliweza kufanya. Kwa sababu ushindi wao. Je, sisi wakina nani? Sisi wajibu wetu ndio huo kwamba mwanaume tayari amekuja, ambaye mimi Eva nilitakiwa nipigwe, mimi Eva nilitakiwa nisulubiwe. Tukazungumza habari ya Baraba. Kama Baraba alitolewa gerezani, nafikiri alisema nini? Alitoka mara anacheka, akasema acha mwanaume tu abebe mzigo wangu. Alienda kufurahia na familia yake na watoto wake. Hapo si ajabu watoto wake na mke wake na walifikamba jamaa huyu anakufa. Unafikiri alipofika kukumbatiana na watoto wake? Tena kwa kicheko. Wewe unakuaje unahuzunika kwa habari ya Pasaka, habari ya Kristo? Kwa hiyo watu ni furahi kwa sababu gani? Yeye ndiye mfalme wa amani sasa amekuja. Na ndio maana na wazuia kina Petro asema nini? Hata unajua ungekula jua ambacho kimeleta hapa dunia usingesema.
nilisema kwamba siwezi kuipata. Asingemtembea Petro. Asingeongea kina mama sema jililieni ninyi na watoto wenu. Wala mimi msijililie. Mimi niko kwenye misheni yangu. Unakuaje unanililia mimi? Jililieni ninyi wenyewe. Kwa sababu anasema bado ufahamu wao kwa mdogo sana juu ya anachokifanya. Anawazuia. Tunakuaje sisi unazungumza kwamba tunashiriki mateso wapi na wapi? Tayari mwanaume kupigwa pale. Na mimi hapo ndipo nilipigwa dakika hiyo hiyo. Maana hapo ni mara nilikuwa natangaza ushindi wangu. Mwanaume anachoma mkuki na mimi nachoma mkuki. Dakika hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaona kwenye zile mila na desturi za kwetu. Kwamba kwanza hata wanapokuwa wanafanya mila na desturi za kukumbuka baba zao. Kwanza hata huzuniki. Wataandika majirani zao kwamba tunakumbuka msiba sio baba yetu, sio tunamkumbuka bibi yetu, nini na nini tunafanya ukumbusho. Lakini hakuna majonzi, hakuna kilio, wanasherehekea tu. Je, kama nini ni ukumbusho je Pasaka tunachofanya pale msalabani, majonzi yanatoka wapi? Kilio kinatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hata ungekuwa kama kuna mwaka fulani ulipata shida. Sasa huu ni mwaka wa kukumbuka ile teso nililopata. Au unamkuta yule anafanya kumbukumbu ya ile teso au ile shida. Yupo amehuzunika, hamna. Sema kama mimi nakumbuka siku ile kipindi kile ilikuwa kwamba mimi nife. Sasa jirani zangu na ndugu zangu ndio tusherekee tu. Kwa sababu ushindi niliopata. Bwana Yesu asifiwe. Wewe miaka 1000 umepata ushindi hapo unaenda kutengeneza vitu kama unashiriki mateso wapi na wapi? Hapo unaweka mafundisho ya wiki nzima kuzungumza habari ya mateso, habari ya mateso. Habari ya mateso, habari ya mateso. Watu wanatoka pale wamehuzulika. Kwanza hata sio kuhuzulika, ni unafiki mkubwa tu. Unafiki mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kama dakika 10 hapa. Karibu kama kuna mtu wa kuongezea kitu ambacho kitu tunafundishana kimeingia ndani mwako. Ukisikia unaweza ukachikishia ndani ya dakika 10 au kuna swali. Sababu tuko darasani. Karibu. Ili andiko kuna kitu nilikuwa nakifikiria bado, nadhani ukisema hapo maneno angalau mawili matatu. Kwa sababu pale tumeona kwamba Biblia inasema kwamba kuhani alifanya vile kila mwaka. Lakini kuna huu mstari umemalizia anasema alifanya hivyo kila siku. Sawa. Sasa huku kila mwaka, huku kila siku. Sijajua tofauti wa kila mwaka na kila siku kwa nini na muunganiko wake huku kwa Kristo. Kwa sababu huku kwa kila mwaka tunaona, kwa sababu mtu mmoja alinibana akasema sawa, wewe unazungumzia kila mwaka kwamba hawa watu walifurahia hawana dhambi kwa mwaka mmoja, wewe unaunganisha na Kristo amekufa mmoja. Kwa hiyo sisi tuseme hatuna dhambi milele mpaka mwisho, kama uko mwisho au haupo, hatuna dhambi kabisa milele. Nasema usiunganishe hicho, unganisha na hiki cha kila siku. Maana yake sadaka ya nani ya dhambi ilitolewa kila siku. Kwa hiyo na sisi inabidi tutoe kila siku. Sasa hapo kuna sikia anazungumza, labda tujue sentensi anazungumza kitu hiki. Tuanzie huo mstari wa nane ambao nilikuwa nimeanzia. Tuteremke mpaka hapa. Asema hivi. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo dhambi hukuzitaka wala kupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili aondoe kusudi asimamishe la pili. Kwanza kabla ya kuna vitu vingi hapo pinto naelezea nimeviruka hapa kwa sababu ya muda. Hapa anazungumza anaondoa la kwanza na la pili. Huyu ni Kristo mwenyewe. Anazungumza kitu hicho. Yaani mwandishi alikuwa anazungumza kitu ambacho ni Kristo mwenyewe anayeondoa. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Sasa huyo pia anaenda anauliza kitu cha namna hiyo, huyo anahitaji msaada sana wa kufundishwa. Kuna mmoja anasema hivi, na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada
na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Nasikia kitu cha namna hiyo, ambazo zile ambazo haziwezi kuondoa dhambi. Lakini huyo alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi, dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Hata tukiishia hapo. Sasa anaposimama katika hili neno hapo mara nyingi au kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiki sio kitu cha kimwili. Hivi ni vitu ambavyo ni vya ndani zaidi. Kwa sababu gani? Yaani hicho kipengele huo mstari wenyewe ambao anauzungumzia ya kwamba usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Sasa iko hivi, Wayahudi tofauti na Wayahudi, mtu alipojitambua kwamba sasa ameenda kinyume, ilikuwa ni wajibu wake kwenda kwa kuhani. Narudia tena, wale walipotambua kwamba hapa sasa nimetayari, walipojitambua kwamba ametenda dhambi, alienda kwa kuhani. Alipoenda kwa kuhani, wajibu wa kuhani ilikuwa ni kwamba ampatanishe tena kwa sababu ya ile sadaka. Ijapokuwa ameshatolewa moja kwa moja, lakini yeye amejitambua. Sema bana, hapa nimefanya kosa. Yeye anajipeleka, yeye kama yeye. Hiyo sio agiza sasa mwaka mzima. Ilikuwa ni yeye kama yeye. Ambaye kwamba hii ndio ilikuwa inamfanya kuhani anasimama, yaani mara nyingi kwa sababu gani? Ya hao watu waliokuwa namwendea. Lakini baada ya wao wenyewe, kwa mfano kama sisi tunavyochukulia kwa mfano, tayari nimekwisha kumwamini Yesu Kristo. Lakini nikisikia ndani mwangu kana kwamba nimemkwaza Kristo kwenye mawazo mabovu au kwenye matendo mabovu, ndani mwako leo kashangaa sema, Mungu tu nisamehe, Yesu nisamehe. Naona yaani ndani mwako kwenye nafsi yako ndio unajisemesha tu wewe mwenyewe. Sasa hao hawakuwa na kitu hiki cha ndani. Hao watu ni walikuwa mwilini 100%. Walikuwa wanafuata maagizo waliopewa. Ni nini? Kwa sababu hapa nimejitambua. Yeye anakimbizana hiyo mbuzi au nani anakimbia kwa kuhani. Kwa sababu makondo walikuwa wako kwa sera namna hiyo. Kwa hiyo tunaona kama mara nyingi. Lakini hiyo sadaka ihusiani na ile mara moja kwa mwaka. Yaani ameshatoa mara moja kwa mwaka. Ila sasa kwa sababu ya ufahamu wao wanaendelea kujihukumu wenyewe. Lakini tayari wameshasamehewa. Lakini inapokwenda watokea ghafla, mtu anakimbia kwa kuhani. Sasa hicho ndicho tunazungumza. Kuhani kama kuhani, hao makuhani wetu Walawi. Lakini hapo kusoma juu anazungumza Yesu Kristo alipotolewa mara moja. Kwa dhabihu ya milele. Na hapa chini anazungumza tena, anazungumza kitu hicho mara moja. Kwa hiyo anazungumza hiki cha wanadamu hapa. Hii ilikuwa ni mtiririko, mfumo wa wanadamu ambao walikuwa wamepokea kwa viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia amezungumza sehemu nyingi habari ya kwamba kuhani alienda mara moja kwa mwaka. Ilikuwa ni kanuni hiyo kwamba kuhani lazima aende patakatifu mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo huyu mtu ambaye anakimbia kwa kuhani, labda angeweza kupata ufahamu kwamba mimi tayari nimeshatoa sadaka. Kwa hiyo ilikuwa haina shida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwenye kitabu ambacho mwalimu anazungumza habari ya Yesu Kristo amefunuliwa kwenye toleo la kwanza, la pili, la tatu, tutakuja kuona vitu ambavyo vilikuwa vinamfanya huyu mtu ambaye amekumbana au amepatiwa na tatizo. Kuna maeneo yalikuwa yametengwa kama miji ya makimbilio, ambayo ile miji ya makimbilio ni picha ya Kristo sisi kwetu ndio kimbilio letu. Kwa mtu yote aliyekimbia kwenye ile miji ya makimbilio hakuruhusiwa tena kuuawa. Palikuwepo na vigezo fulani kwamba baada ya mwaka fulani imekuwa hivi, baada si nini, kuna vitu kadha wakala. Tutakuja kuviona huko ambacho mwalimu anazungumza. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kimesimama mahali hapo.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeelewa kwa sababu nimejua kwamba kwa sababu kweli hata kama ikiwa ni kwa siku au kwa mwaka, lakini hii ya Kristo ilijumuisha. Yaani kama ni bulldozer ilikanyaga kweli kweli. Ikanyaga, iliteketeza. Lakini swali jingine iko kwenye hiyo Waebrania 9. Sawa. Mstari ule wa mwisho kabisa. Mstari ule wa mwisho kabisa 28. Sawa. Anasema katika kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Sasa huu mstari kwa kweli hata mimi ulinichanganya. Sawa. Kwa sababu unajaribu kutupa taarifa kwamba kuna watu wanamtazamia Kristo kwa wokovu. Yaani huu mstari hauelezi wokovu kama kwamba ni sasa mtu anao, ila ni kana kwamba mtu amewekwa katika namna ya kutazamia. Maana anasema hivi, anasema kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao katika wakati ujao. Sasa sijajua, sijui unifafanulie kidogo ili labda tuzungumze kwa kifupi pia na maliza kachangia. Hapa napozungumza neno wokovu, wakitazamia wokovu, sio wokovu wa kuokoka. Nafikiri katika Yohana anasema bado haijadhihirika, kwa sababu pale tutakapomwona anasema wenye matumaini ujitakasa huwa kama yeye alivyo mtakatifu. Si kama naweza kuchangia sentensi. Lakini kuna kitu fulani nazungumza katika kwenye nyaraka za Yohana. Anasema bado haijafunuliwa jinsi itakavyokuwa. Lakini siku atakapokuja yeye, yani wale ambao tayari huyu anapoandika azungumza habari ya wokovu tayari ambao umeshapokea. Anazungumzia huyu ambaye anakuja mara ya pili kuja kukuchukua wewe, ambao ni utakavyoweza wewe kufunuliwa, utakavyoweza wewe kumuona sasa kiuhalisia. Achana hizi habari za imani jicho kwa jicho. Hicho ndio anazungumza hapo. Lakini ukisoma kama kutazamia wokovu, naona kama ile tendo la kumwamini. Tendo la kumwamini tayari limekwisha kuwepo sasa tayari. Labda kwa wale ambao labda kama ndio hiyo kwamba labda kama amewachukua wale ambao labda kesho na kesho kutwa watakaweza kumtazamia. Lakini pia kipindi kesho anachoandika utambue kwamba Biblia imeandikwa katika nyakati. Na hiki anachozungumza alikuwa anakizungumza kwa kipindi hicho kinachokuja. Waebrania yule anayeandika hicho kitabu alikuwa anazungumzia habari ya wokovu wao yule anayekuja pia. Pale kuna tafsiri nyingi. Kwa sababu huyu ambaye anaandika alikuwa anawaandikia kwanza kutoka kule Agano la Kale. Anazungumzia habari ya hao ambao watakaweza wanaotazamia huo wokovu. Ilikuwa ni ahadi kwa kipindi hicho. Lakini tunapokuja sisi kwa agano letu hilo, sio ahadi tayari amekwisha kuwepo, tayari tunaye sasa sisi ndani mwetu, ambaye ndio wokovu wetu. Kwa hiyo alikuwa anazungumzia kwa hao waliokuwa wanatazamia kama akina Musa, manabii, kama ambavyo ameeleza katika Waebrania 11 kwamba wakifa katika imani hawakuipata hiyo ahadi. Kwa hiyo maana yake kwamba walikuwa wanatarajia katika mtazamo huo au inakuwaje? Sasa tukienda kwa step kwa kipindi maana kwamba pale kuna tafsiri kidogo. Yaani nategemea sasa inavyokuja, lakini sisi kwa sasa hivi hatuendi sana huko. Tunaangalia huyu kwamba atakapofunuliwa sisi kwetu, huyo wokovu wetu ambaye anaitwa Kristo, tutamuona jicho kwa jicho. Kwa sababu sema atakaporudi mara ya pili. Yaani kwa namna nyingine ni kama wewe ulikuwa unataka kuangalia picha, umeletewa picha ya Mwalimu Godwin. Huyu ndio Mwalimu Godwin, watu wote tunamwona, ndio sawa, umesikia mafundisho yake, ndio unampenda, tunampenda, lakini mnaona nini? Picha.
Alafu baada wamemaliza tu kuonyesha picha, Mwalimu Godwin anaingia kwenye mlango. Hebu sikia ile furaha yako itakapokuwa. Unajua inakuwa times 2. Sasa yule sasa ndio anakuwa, ukiambia sasa huyu ndio Godwin, yani lile tazamio. Ulimwamini na ukampenda, lakini ulimuona katika picha, kama watu walivyoubeba wokovu leo. Kisha utakapomuona Kristo, ndio maana kama wimbo mmoja mwimba tenzi akasema, nikimuona tukaonana uso kwa uso, nitatamani nimguse kwa alama za misumari. Kuna kitu fulani kitakuwa excited kwako, mshangao. Kwa hiyo ndio maana anasema yule wokovu wetu utakapodhihirika, sawa, anajidhihirisha. Yaani tulimwamini tukaokoka juu ya ule wokovu tulioambiwa. Kama sasa tumeamini na tunaishi ile wokovu. Alafu kisha akasimama mbele yako, akasema mimi ndiye Kristo. Hebu fikiria hiyo picha. Utasema kuna kitu fulani utaongea. Kumbe tukanda simuliwa Yesu ndio huyu. Yaani unakuwa kama unaokoka mara ya pili. Yaani ule uwazi utakuwa kuwa sasa unafunika ile iliyokuwa ya kutarajia, ya kufikiri, sasa unaiona live. Kwa hiyo unakuwa kama ni wokovu wa pili, kwa sababu unaushuhudia sasa kwa macho. Mwalimu kidogo hapo. Karibu. Ukiangalia tukijifunza maandiko kidogo, sema andiko limekuja kwa haraka, sio kujua kunakuwa hapo kama liko wapi. Aliko pale Waebrania. Kwenye swali lake nimepata, lakini andiko la kumjibu. Sawa. Lakini nafahamu huo wokovu tunaona kama umegawanyika kama sehemu mbili. Nasema hivi, samani kwa Kiingereza sana. Atumeni salvation hapo akasema even redemption of our bodies. Yaani si Biblia yetu itakapofanyaje? Sababu tunaamini Yesu akirudi tutapokea miili mipya ile ni utukufu mkuu. Hapa anapozungumzia kwamba Yesu Kristo kwamba kwa ajili ya tukiexpect salvation hapa unani huo wokovu ni wokovu wa miili yetu kuwa mipya kama hivyo. Tunaamini roho zetu ziko sawa tunapoenda mbele za Mungu, lakini tunatazamia Yesu Kristo atakapokurudi, tunajua tendo moja litakofanyika ni kufufua miili na tutapokea miili ya utukufu. Kwa ndio hiyo ni sehemu ya wokovu ambao Biblia naona kwa namna ya nani hapo. Nimesoma andiko sehemu fulani ilikuwa inasema kwamba alisema neno salvation hapa kwa maana even redemption of our bodies, yani kufufuliwa kwa nini? Kwa miili yetu. Kuna tano tunasema tutafuta hapo kitu. Ndio aliyozungumza habari ya miili yetu, kwa sababu Yesu atakapokuja tutakuwa katika mfumo wake wa miili isiyokuwa na mipaka, miili isiyoharibika, kama jinsi alivyovaa mwili wake usioharibika. Maana tutamuona uso kwa uso, tutafanana naye. Yani sasa, yani tutatoka kwenye habari ya imani sasa tunaingia kwenye kitu kingine cha ziada. Labda niongezee tu kitu kimoja hapo haraka. Kuhani alikuwa anasimama kila siku. Na si kwamba ni kweli mtu ambaye amekosea angeenda. Yaani kati ya watu ambao walikuwa wanakula raha ni yeye jamaa. Kwa sababu alijua hiyo vizuri kwamba wakishatoa mwaka mzima imefunikwa. Jumapili nafikiri nilizungumzia vizuri sana. Ile bakuli la dhahabu pale juu likishamiminwa ile damu walikuwa wanajua. Hakuna mtu angerudi kwa kuhani. Never. Yaani ilifanyikaga mara mwaka. Kwa hiyo anaposema mara kila siku inazungumzwa kule kufanyika ambako kulifanyikwa kwa miaka kwa muendelezo kwa wana wa Israeli. Haizungumzi kwamba eti mtu alikuwa anarudi kule eti amekosa. Kati ya watu ambao walikuwa wako free baada ya kuwa imepokelewa ni hawa jamaa. Yaani walikuwa hawana habari mwaka mzima umwambie kitu chochote kuhusu dhambi. Kwa hiyo kote vizuri. Yeah. Hakuwa mwana wa Israeli kwa umwambie chochote kuhusu dhambi. Akishakubalika yani ile imeshatolewa ile dhabihu ile ya yule mkondo wake amemtoa mwaka, yani muelezi kitu chochote kinachoitwa dhambi. Na ndio maana hakuwa na issue yoyote iliyoendelea hekaluni kwa mwaka mzima. Ndio maana zilitengenezwa zile synagogues zilizo ndogo ambazo zilikuwepo kila mkoa sasa kwa matumizi yao ya kawaida kufundishwa Torati. Hakuna mtu yoyote alikuwa kule, ilifanyika mara moja na kuhani aliruhusiwa kufanya hiyo masuala ya dhambi mara moja kwa mwaka.
ndo angeingia kwenye pale patakatifu. Haikuruhusiwa hata yeye. Angeingia anakufa. Kwa hiyo lazima tuweke iwe very clear. Haikuwaga na kisali ya mtume. Yaani kishatolewa ile pa mwaka umeenda. Hakuna mtu yote anatakiwa kukumbuka kitu chochote kinachoitwa dhambi. Na ndio maana ile kwa siku yao kubwa walikuwa wanarudi, wanatengeneza vibanda, wanakaa zile siku zote, wanasubiri. Ilikuwa ni tukio kubwa mno hilo. Ilikuwa tukio yani kubwa. Ukisema tukio makubwa yalikuwa yanafanyika Israeli, ni hilo la utoaji wa dhambi, wa dhabihu inayotakasa dhambi. Kwa anaposema hapa mara moja kila siku wazungumzii, ndio maana ukiendelea huku kwamba ingempaswa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu. Anazungumza ile hali ya kuendelea ambayo ilikuwa inatakiwa ifanyike kila mwaka. Hakuna siku wewe utasijaka kuingiza kwenye hicho, na hawezi kudhibitisha sehemu nyingine yoyote tofauti tunazungumza. Hakuna mahali anaweza kudhibitishia hiyo siku. Kwa hiyo wakati mwingine unapokutana na mtu kama huyo, mwambie mimi nidhibitishie mahali pengine kwa mstari unaosema hiyo siku kwa siku, kwa sababu usibebe kale kama mstari kamoja ukakafanyia kazi. Yes. Alafu hii ya pili ya kufanywa upya, ni kweli Paulo anazungumza, nafikiri kwenye Wakorintho alikuwa anazungumza brother hapa. Inazungumzia ukianza tu ukisoma kwanza Wakorintho wa kwanza 15 ukianzia 40 ukashuka kule, Paulo mwenyewe anasema hata yeye mwenyewe hajajua zaidi, ila anategemea, anatarajia huko, kwa sababu kutafunuliwa kabisa uso kwa uso. Acha hizi ambazo unaambiwa kiroho huko, na wakati mwingine kunahitaji nguvu kubwa kuelezewa ili uelewe kwamba kweli huko. Na ndio maana mafundisho watu tunafundisha ili watu wajijue wao ni kina nani ndani ya Kristo. Walipomwamini Kristo wamekuwa kina nani. Kwa hiyo tunasisitiza, bado ni ngumu watu wengi kuadapt, kuweza kukubali, kuelewa kwamba kweli wamefanyika kitu kimoja na Kristo. Sasa wakati anaozungumzia hapo, itafunuliwa, itakuwa sio tena, kwa sababu hatutahitaji imani mbinguni. Hatuhitaji tena imani. Umeona? Yes, yani ile picha inaondoka kama ambavyo amezungumza mwenyekiti. Picha ile inaondoka ambayo unaambiwa uamini. Unaambiwa hii hapa amini. Sasa itaondoka, itakuwa uso kwa uso. Hivi papa. Yaani hichi ndicho naona kama ninavyoona kwenye physical. Yeah. Kwa Paulo ukija hapa kwenye ukaanza kwenye 40 hapa utaona anazungumza kitu, anasema tena kuna mwili wa mbinguni na mwili wa duniani. Lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani. Sawa? Anasema kuna fahari moja juu na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya watu hupandwa katika uharibifu, kufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, kufufuliwa katika fahari. Hupandwa kama katika udhaifu, kufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko wa mwili wa asili na wa roho pia upo uko, ndivyo ilivyoandika, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi. Hii ndio alikuwa anazungumza brother hapo, nafsi iliyo hai. Kwa hiyo Adamu ni nafsi hai, sio roho hai. Hicho ndicho kitu cha kuangalia sana, ni nafsi hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Kristo ni roho inayohuisha. Huyu ni nafsi. Alitakiwa ale matunda ya mti wa uzima, awe roho inayohuisha. Kusingelikuwa na kifo na haya yanayoendelea sasa hivi. Hiyo ndio mistake iliyokosea. Kabla hajala mti wa uzima, akala mti wa nani. Kwa hiyo kutoka kwenye nafsi hai hakubadilika awe roho inayohuisha. Ndio maana kifo kikatokea. Na huu ndio mchakato unaofanyika. Ndio maana Yesu anakuja anasema mlikula chakula wakafa, lakini leo mimi chakula ninachowapa nyinyi hamwezi kufa, kwa sababu nawapa mwili wangu na damu yangu, ambayo ndio Adamu alitakiwa ale akakosea akala kitu kingine. Kwa hiyo sasa nyinyi mnanila sasa hivi. Adamu hakuwahi kumula Kristo ili awe roho inayohuisha. Hilo ndio kosa. Lakini anasema hautangulii ule wa roho bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, yani Kristo. Kama ilivyo yeye wa udongo, ndivyo alivyo walio wa udongo.
na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo alivyo wale wa mbinguni. Sisi tumeshapokea wa mbinguni, kwa hiyo sasa hivi tumebadilishwa, lakini huu mwili ni matokeo ya athari za anguko, ndio maana sasa tunakufa. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tunaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa mbinguni, wala uharibifu kutokuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Maana watakaokutwa na ile nani ya mwisho kutakuwa na kubadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe wafu na wasiwe na uharibifu, na nasi tutabadilika. Maana shariti huu haribikao uvae kutokuharibika, na huo wa kufa uvae kutokufa. Basi huu haribikao utavaa kutokuharibika, na huu wa kufa utavaa kutokufa. Hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushindwa. Ku wapi ewe mauti kushinda kwako? U wapi ewe mauti uchungu wako? Ndo anasema uchungu wa dhambi ni mauti, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitirike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu si bure katika Bwana. Amen. Yes. So hii inajaribu kuzungumza ukweli wa hicho, kwamba anachozungumza kama ambavyo msema mwenyekiti, ile ni hali ya kutoka sasa katika hali ya mwili, tuwe katika hiyo roho iliyohuika. Sasa tunayaishi maisha yale kabisa kwa ukamilifu, tena sio kwa kutarajia, sio kusema kwa kuambiwa iko hivi na hivi. No, yale tunakuwa ndani ya yale maisha, na maisha yale yanakuwa halisi kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli nimeelewa, lakini mwalimu, pia katika maelezo yako machache ulikuwa umejaribu kuongea, lakini kuna kaneno pale ukakaingiza pale. Kwa kweli nikahitaji ufafanuzi pia. Kale kaneno ulisema kwamba mwenye matumaini haya hujitakasa. Unaona, sijajua ni katika Yohana, lakini iko katika Yohana, na basi nataka kuingiza pale. Nataka kuingiza kuna sentence fulani pale anazungumza, yani kwamba tutaonana uso kwa uso. Yaani sisi na sisi tutaonana uso kwa uso. Kama tu tunazungumza hapa. Yeah, so lakini swali langu pale ni kwamba anaposema mwenye matumaini haya kuendelea kujitakasa. Yes, yani maana yake ni kama kwamba pale Biblia ni kama vile inatoa taarifa tuwe na mtazamo wa kwamba kumbe tunapokuwa na matumaini basi tuendelee kujitakasa. Pale tafsiri ya pale ni neno ambalo liko pale mstari, lakini sisi tunaamini kwamba tukishaingia katika Kristo, kama ilizungumza katika Efeso, katika Waebrania, kwamba tulitakaswa mara moja. Maana yake sisi tunavyoendelea kutakaswa, tunatakaswa ndani ya Kristo. Yaani nini? Yaani tunakuja katika mazingira ya ufahamu. Sio ya roho sasa. Lakini picha nyingine, unapojitakasa, nini cha kujitakasa? Kujitakasa ni kuzidi kuziogopa, kuzikimbia na kuachana, kuzikaribia zile zinazotuchafua. Hicho ndio kujitakasa. Kuzikimbia, kuziogopa, kuziacha, kuzikaribia zile ambazo zingetuchafua. Wewe ni mtakatifu au mimi nimeoga, niko safi, lakini ninayaona matope. Siwezi nikaingia ndani ya matope kwa sababu nimetakata ili matope yasining'ate. Ndio maana anamwambia huyu uendelee kujitakasa, yani ujione ukiwa safi, usijitie katika uchafu tena ili uje utakase mara ya pili. Hakuna utakaso wa mara ya pili. Kwa hiyo anasema endeleeni kujitakasa, yani mlipobaki kuwa safi ndio utakaso wenu mpya. Yani mpo kama vile alisema una ruhusa ya kufanya dhambi lakini huitendi. Uwezekano wa kuitenda, ina maana uchafu wa kukuchafua upo, lakini unaendelea kuwa mtakatifu uliyetakata kwa sababu huna uwezo wewe wa kujichanganya nayo tena. Kule ndio kujitakasa. Kuikimbia, nasema ikimbieni hiyo hukumu, sawa? Kwa hiyo kadri unapozidi kuisogelea na yenyewe haichangamani na wewe. Lakini wewe usitie mguu eti kwa sababu wewe ni msafi uingie kwenye tope.
Tunaona watoto wakiwa wanacheza. Wewe umeshaoga, usirudi tena kwenye vumbi, kwa sababu huna haja tena ya kurudi kufanya nini? Kumuosha. Atakaaje kuwa mtakatifu? Atatakata yule mtoto kwa kuto kujichafua tena. Sawa jamani. Ni lugha ya kibiblia ambayo inahitaji labda hapo imenipeleka mbali kidogo. Sababu ulipozungumza hivyo nahisi kana kwamba unanirudisha tena kwenye Torati. Sikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya muda. Muda umeshaenda sasa hivi. Tunaenda mbali, wengine tunakaa mbali kabisa nje ya mji. Lakini yaani tunazungumza, tunapozungumza pale ni habari ya ufahamu. Kwa sababu ukafanya kitu cha kuzungumza kama hujapata ufahamu. Yaani kadri unavyoendelea, kwa sababu unazungumza habari ya nafsi yako itaendelea kufanywa yaani upya kila siku. Sasa huo ufahamu wako unavyoendelea kufanywa upya ndio unakupeleka kwenye hicho unachokufanya, unachozungumza. Hebu tusome andiko moja tu short. Wathesalonike sura wa kwanza sura ya 5. Hiyo iandike. Akisema iandika hiyo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa ninyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama katika wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Waebrania 13 mstari wa 12. Kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase. Hakunaga kujitakasa, haiwezekani. Likotini hilo vizuri, haiwezekani mtu yoyote kujitakasa, hayupo. Hakuna mtu yoyote anaweza. Unajitakasa na kitu gani? Unakitoa wapi cha kujitakasia? Kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango la mji. Yaani huyu ili yeye mwenyewe qualify kuwa mtakasaji ilimbidi ateswe. Wewe unataka kujitakasa kwa qualify kwa kipi? So ndio maana tunasema hivi. Huo mstari aliozungumza ule aliogusa mwalimu very dangerous. Hatari sana. Tunasema hivi, lazima usome kule juu, soma chini. Unapokuta mstari wa namna ile ambao hauwezi kukuguide huko unakoendelea, lazima ujue alikuwa anasema nini juu, alikuwa anasema nini chini kabla haujautumia huo mstari. Ni kama tu hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Sawa, tukisema hatuna dhambi tunajitanganya, wala dhambi wala kweli haimo moyoni mwetu. Lakini tukijitakasa yeye ni mwaminifu. Sasa kujitakasa tunajitakasaje? Sisi tunamtazama Kristo. Tunapomtazama yeye tunatakaswa. Kila kitu kinaanguka. Ni kama vile ambavyo nyoka wa shaba alikuwa ameinuliwa. Watu wanamtazama, wanaondolewa sumu. Na sisi tukitazama, haijalishi dhambi imetung'ata kiasi gani, tunapotazama tunabadilishwa. Tufanane na yeye. Sawa? So chukua hii hapa mara moja dakika moja. Kwenye Wakorinto wa pili. Tena kwenye habari njema imeongea vizuri sana. Wakorinto wa pili. Oh my God. Wakorinto wa pili sura ya 3. Wakorinto wa pili sura ya 3. Nafikiri nisome mstari kama wa 10 na kuanzia mstari wa 15. Naam, kuanzia mstari wa 18. Acha nisome tu wa 18. Basi sisi sote ambao nyuso zetu hazikufunikwa tunaona kama katika kioo utukufu wa Bwana, tukibadilishwa tufanane zaidi na huo mfano wake kwa utukufu mwingi zaidi. Hivyo ni kazi ya Roho wa Bwana kufanya hicho kitu. Usiingize miguu. Kazi ya Roho kufanya hiyo. Yes, yani ni kazi ya Roho. Kwa hiyo sasa
Tunasema kujitakasa, sisi kazi yetu ni kuangalia. Ndio maana nasema yatafakarini yaliyo juu kule Kristo aliko ameketi. Yaani kazi yako wewe ni kumtafakari yeye na kumtazama yeye. Then vinaondoka kila kitu, unasafishwa. Na tunasema hivi, kutakasa ni kama vile kunawa. Unaposikia hapa tulikuwa tunasikia anatuhubiria mwalimu hapa anatufundisha. Hapo tunanawa. Yes, huko ndo kutakasa. Unasikia lile neno unasema yes. Kwa hiyo unanawa, unatakasika. Wewe hapa nilikuwa sielewi unanawa. Sivyo? Yes, iko hivyo. Una juhudi yoyote kufanya ili uwe safi. Hakuna. Umeshakuwa safi.